Hivi ni viashiria vinavyoweza kukuonyesha kuwa umekamatwa na jini mahaba au la. Kiashiria cha kwanza ni ndoto. Ikiwa mara nyingi unaota ndoto ya kukutana kimwili na mtu unayemjua au usiyemjua mara kwa mara, hii inaweza kuashiria katika ulimwengu wa roho umekamatwa na jini mahaba. Mara nyingi jini mahaba akiwa ndani ya mtu huwa anaanza kutengeneza mahusiano na yeye kwa njia ya ndoto. Kwa anakujia kwa njia ya ndoto, unaota ndoto unakutana naye, unaota ndoto unashiriki naye, na wakati mwingine unaipata furaha kubwa kwa njia ya ndoto kuliko uhalisia. Yaani kwenye ndoto unaweza kufurahia tendo na ukaona ni tendo la kipekee sana, lakini katika uhalisia usiipate furaha kama hiyo. Na wengine jini mahaba akiwa ndani yao huwa anafanya kwa njia ya ndoto, anafurahia tendo, lakini katika hali ya kawaida anaweza kapoteza hisia au akawa anaochukia wanaume kama ni mwanamke, au kama yuko kwenye ndoa, tendo la ndoa kwa mwenza wake linakuwa lina magomvi mara kwa mara. Yaani hafurahii anapokutana na mtu katika hali ya kawaida. Anaona ni kama hisia zimepotea, ni kama kuna matatizo fulani ya kihisia. Na wakati mwingine jini mahaba anaweza kukufanya ukawa na matatizo ya homoni. Yaani ni kama homoni zako zinakuwa zibalance. Kwa unajikuta unakuwa ni mtu ambaye una uhitaji wa mwenza akiwa mbali. Akiwa karibu ni kama kuna hali fulani ambayo inakuwa sio kujitosheleza kwako. Kiashiria kingine ambacho kinaweza kuonyesha kwamba uko na jini mahaba ni roho ya hasira. Unakuwa na mtu mwenye roho ya hasira na kukata tamaa. Yaani jambo fulani za likajitokeza ukafanya maamuzi magumu, ukaongea vitu ambavyo baadaye ukaja kujutia, kusema ni mimi nimeongea au ni maamuzi haya nimeyafanya mimi. Kwa unajikuta unakuwa unafanya maamuzi ambayo au kuyatarajia kuyafanya. Lakini pia jini mahaba akiwa ndani ya mtu ana kawaida ya kuondoa kibali. Mwanzoni unaweza kaanza kupendwa na watu, lakini baadaye unakuta wale watu waliokupenda wanakuchukia. Na sababu ya msingi inakuwa haipo. Kwa unajikuta ni mtu ambaye mwanzoni unaanza na kibali kikubwa, lakini baada ya muda kibali kinaondoka. Na wakati mwingine ukawa na hisia za kukutana kimwili na mtu fulani au na mtu ambaye si mwenza wako. Yaani inakuja tu inakukamata, hiyo inakutesa kwenye mwili wako, alafu unajikuta unakuwa mtumwa tu wa jambo hilo. Lakini kwa baadhi ya watu wengine jini mahaba akiwa ndani yao anaweza kuwapelekea wakawa ni watu ambao uchumi haukai. Ukipata pesa haikai mikononi mwako. Ugonjwa utatokea, tatizo utatokea, na kupoteza tu ile pesa. Na wengine changamoto inaweza katokea kwenye mambo ya kizazi. Unakuta una uvimbe au una changamoto fulani kwenye mfumo wako wa kike kama ni mwanamke, kwa unajikuta unatibia hiyo shida kwa muda mrefu. Na kwa baadhi ya watu inawapelekea wengine kwa sababu hapati ukamilifu wa mwenza wake, kwa hiyo anaweza kawa anajizini mwenyewe. Inaweza kukuingia hiyo hali ukajikuta unaweza ukaanza kujizini mwenyewe, na ni pepo tu huyu anakupelekesha tu hivyo ili usidumu kwenye ndoa, usidumu kwenye mahusiano na usifikie makusudi ya ndoa ambayo ulitaka uipate. Na kwa baadhi ya watu hizi ni dalili au ni viashiria ambavyo vinaweza vikawa vyote au baadhi yake, kwa sababu kila pepo au kila jini mahaba anaweza kawa na tabia zake kulingana na asili yake alikotoka. Kwa hiyo kuna mwingine jini mahaba akiwa ndani yako anaweza kukupelekea ukawa unakataliwa. Yaani kama unatafuta mahusiano, unapambana, mahusiano yakitaka kuwa ndoa, kinatokea tu kitu kinaharibu mahusiano. Au linatokea tu jambo lolote, mtu ukiwa naye kwenye mahusiano anaweza kainuka alafu akafilisika. Au tu anaweza kainuka tu mtu kukupiga vita tu, mahusiano yakaharibika, au mtu akakuacha pasipo sababu ya msingi. Na mwingine akiwa na jini mahaba anaweza kawa anawachukia wanaume, yani ataki mahusiano. Hii inatofautiana kulingana na jini mahaba. Yaani unapata mahusiano wewe mwenyewe unayavunja, alafu unakuja kujutia baadaye. Wewe mwenyewe kwa akili zako unasema sitaki tena mahusiano haya, tuachane, liwalo na liwe, lolote litakayotokea na liwalo. Utajikuta unakuwa ni mtu wa hivyo, alafu baadaye unasema hivi, kwa nini nimefanya maamuzi yale? Kwa sababu ni ile roho inakusukuma kufanya maamuzi yale. Ni ile roho inakuongoza kwamba fanya hivi, sio wewe. Ni ile pepo ambayo liko ndani yako inakusukuma kufanya maamuzi tofauti. Na mwingine jini mahaba anaweza kukufanya ukaona wakutana na watu ambao sio wa ndoto zako. Yaani sio watu ambao unaweza kufika kwenye ndoa. Ni mtu tu ambaye anakutamani. Ni mtu tu ambaye ana mpango mfupi na wewe, hana mpango endelevu. Kwa hiyo unahitaji kuwa makini na kujua ili pepo likiwa ndani yako linazuia ndoa, linazuia amani kwenye ndoa. Kama uko kwenye ndoa, magomvi yanakuwa ni mara kwa mara. Mwenza wako anaweza mkawa na magomvi sababu hatazieleweki, mnasumbuana tu, na kila mmoja anajiona yuko sahihi, kila mmoja anajiona yuko sawa. Hili pepo manake limeingia. Likiingia linaondoa ukaribu wa tendo la ndoa, unakuwa haupo. Mwanaume anaweza kupoteza nguvu za kiume,
lakini kwenye ndoto anaota anashiriki. Na ni mwanamke unanisikia, unaota ndoto, kwenye ndoto unashiriki na mwingine, unaota ndoto unashiriki na mwanamke mwenzio, au unaota ndoto wewe ndio mwanamke, unamwingilia mwanamke, na mwingine unaota ndoto unashiriki na ndugu yako, kiongozi wako wa imani. Pepo hili linaweza likavaa sura tofauti tofauti ili tuliweze kukukamata uone kawaida. Kwa hiyo linakuja kwenye maisha yako kukuharibu. Nataka nikuombee. Mungu atakusaidia. Kama unaona dalili ambazo zimeziongea au viashiria nilivyoviongea vina mahusiano na wewe, basi kamata kidole chako hicho cha kuvikwa pete, kidole chako kutoka kile cha mwisho kinachofuatia mkono wa kushoto. Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya mpendo huyu. Funika macho yako kwa imani. Ninajua kwamba Mungu nampenda. Ninajua kwamba Mungu namwazia mema. Nami niko tayari kumfungua kutoka kwenye kifungo cha jini mahaba. Utakiri maneno haya, sema: Bwana Yesu, nimepokea neno hili. Ninaomba unisaidie nitoke kwenye agano la jini mahaba. Ewe jini mahaba, ninakukataa ndani ya maisha yangu kwa jina la Yesu Kristo. Mimi sio wa kwako. Usinifate tena, usiniingilie tena katika jina la Yesu. Navunja agano lako katika jina la Yesu. Yaachie maisha yangu, achia kibali changu katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia sasa navua kila ulichonipa, navua kila ulichoweka ndani yangu kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu namwombea mtu huyu sahihi. Navua kila agano ambalo adui amemvika kupitia jina la Yesu Kristo. Nalituma jina la Yesu hapo ulipo. Natuma jina la Yesu hapo ulipo. Kadri napotamka jina la Yesu, ndivyo moto unawaka ndani yako. Ndivyo moto unawaka kwenye tumbo, chini ya kitovu hapo. Natuma nguvu ya Mungu. Wengine kwenye chini ya kitovu hapo kwenye viuno, unasikia kuna kitu kinakubana, ni kama kuna kitu huwa kinakutembea. Hilo jini mahaba linalotembea tembea kwenye mwili, naozunguka zunguka kwenye mwili, naliondoa kwa jina la Yesu. Naliondoa kwa jina la Yesu. Hilo jini mahaba lilokaa kwenye kitovu, hilo jini mahaba lilokaa kwenye macho, natuma moto, moto, moto hapo ulipo. Kamatwa jini mahaba, kamatwa kwa jina la Yesu. Hilo jini mahaba lilokaa kwenye ulimi, kuna majini mahaba yanakaaga kwenye ulimi, naamuru kwa jina la Yesu, toka kwenye ulimi huo, toka kwenye nywele hizo, toka kwenye utosi huo, toka. Achia nafsi ya mtu huyu, achia afya yake, achia mwili wake, achia kibali chake. Mmemzuia mwingine asiolewe, umemfanya we ni mtu anayepitia mahusiano ya changamoto ya mara kwa mara. Mahusiano yake amekuwa yaeleweki, amekuwa ni mtu wa kuachwa, amekuwa ni mtu wa maumivu, ingali ana nyota ya ndoa, lakini mpaka sasa mwingine hajaolewa, mwingine ameolewa lakini ndoa haina amani, ndoa imekuwa na magomvi. Mwingine umezuia asipate mtoto, mwingine umezuia asipate kazi, umemfanya kila anapoenda asikubalike. Mwingine umemfanya amekuwa na roho ya zinaa, imemvaa kabisa, amekuwa ni mtu wa kutangatanga. Mwingine umemfanya amekuwa ni mtu wa kutumikishwa. Navua kila ulichovikwa, hizo pete za majini mahaba, hizo pete za majini mahaba. Mwingine ni mwanaume unanisikia, roho ya jini mahaba imekuvaa, umekuwa ni mtu mwenye utumwa wa zinaa. Mwingine nguvu za kiume zimeondoka, mwingine utulivu wako umeondoka, umekuwa ni mtu ambaye una mawazo mengi. Na kuondoa we jini mahaba, toka, mwachie mtu huyu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka katika jina la Yesu. Na kuamuru toka, na kuamuru toka, na kuamuru toka, na kuondoa toka, toka, toka. Anza kumkataa, mkataa huyo jini mahaba. Navua hizo pete zako ulizomvika kwenye miguu, navua hizo pete zako ulizomvika kwenye mwili kwa jina la Yesu. Naondoa takataka zako zote kwa jina la Yesu. Hapo napomwingilia, natuma moto, natuma moto, natuma moto. Navua kila ulichomwekea, na ng'oa kwa jina la Yesu. Roho za nyoka, roho za kipepo, roho za kichawi, naziondoa kuanzia sasa. Ukitaka kumwingilia, ukute moto, ukute moto kwenye maumbile yake, ukute moto wa Yesu. Unateketeza kila nguvu za giza na kila magonjwa kwenye maumbile yako, na yaondoa kila roho chafu iliyokuvaa, magonjwa hormone balance, na yaondoa kwa jina la Yesu. Na piga hizo nguvu za giza, na piga hizo nguvu za giza. Mwingine umemzuia asipate mtoto, mwingine umemzuia asipate kibali cha ndoa, mwingine umemfanya ndoa yake iwe na magomvi, mwingine umekula uchumi wake. Wewe pepo uliyekamata uchumi, uliyekula uchumi, uliyekula kibali, toka, achia kibali hicho, achia kibali cha mtu huyu, achia kibali chake, achia uchumi wake, achia wateja wake, achia watu muhimu kwenye maisha yake kuanzia sasa. Na kufungua kwenye kamba hizo, na kufungua kwenye minyororo hiyo, na kufungua kwenye nguvu za giza hizo. Na piga moto kwa jina la Yesu, moto kwa jina la Yesu. Kila nguvu za giza, kila majini mahaba, na yaondoa ndani yako, na kuondoa jini mahaba. Rudi baharini, rudi kwa aliyekutuma. Toka, achia. Umevuruga ndoa, umevuruga kazi, umevuruga mipango, umevuruga kibali, umevuruga nafasi, umemfanya asipande cheo, umemfanya asiende mbele, umemfanya aonekane wa kukataliwa. Haya sasa, kamatwa, toka, toka wajini mahaba, toka wajini mahaba. Moto wa Yesu, kwa jina la Yesu. Hizo pete zako naziondoa, hayo maagano yako nayaondoa, huo mzigo wako kwenye mgongo, toka, toka kwa jina la Yesu. Na piga hilo jini mahaba, toka kwenye macho hayo, toka kwenye mwili huu, toka kwenye maumbile yake,
toka kwenye vidole vyake, toka kwenye miguu yake kwa jina la Yesu, na kufungua kutoka kwenye kitanzi cha nguvu za giza, ayo majini mahaba kwenye kifua. Moto wa Yesu, moto wa Yesu, nateketeza kila ishara za kuzimu, na vunja kila ndoto mbaya. Toka ndoto za zinaa, toka ndoto za zinaa, toka ndoto za zinaa kwa jina la Yesu. Ewe pepo unayekuja kwa njia ya ndoto, kuanzia sasa na kukataa. Hautampata mtu huyu, hautamgusa mtu huyu. Utakuta moto kwake, utakuta moto kwake, utakuta moto kwake. Hizo ndoto zote naziondoa. Mwingine hata ukiamka unaona kama kweli uliingiliwa, na ipige hiyo roho chafu, na ipige hiyo roho chafu. Mwingine hata kuota uoti, hata ukikaa kawaida unaona mawazo yamebadilika, umekuwa na mawazo machafu, na ikemea roho chafu. Toka we pepo mchafu, toka pepo mchafu kuanzia sasa na kutakasa. Pokea ufungulivu, pokea amani, pokea mpenyo, pokea kibali, na kurejeshia vyote vilivyopotea katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ewe jini mahaba, una nafasi. Natangaza damu Yesu iwe juu yako, damu Yesu iwe ndani yako. Pokea damu Yesu, pokea ulinzi, pokea amani, pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Hayo maumivu ya kichwa kuachie, ilo pepo kwenye kichwa, kwenye utosi likuachie kwa jina la Yesu. Damu Yesu na ikutakase na ikuweke huru katika jina la Yesu, amen. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ayubu Ndelwa. Ndiye kuombea. Yarudie maombi haya. Ikikupendeza yaombe siku 3 mfululizo. Fanya kama dozi. Utakapokuwa unaomba utaona Roho Mtakatifu anakufungua, na utaenda kuona vifungo vya jini mahaba vinakuachia kabisa. Nataka nikwambia kwamba jini mahaba akikuachia, hivyo vitu ambavyo unaona unatumia nguvu kuvipata, nakwambia utavipata kwa namna nyepesi. Amini kwamba Mungu ashindwi kwa jambo lolote. Nami nakuombea Mungu akusaidie ukafanyikiwe na ukavuke katika kila nyakati ngumu katika jina la Yesu. Unaweza kusindikiza maombi haya kwa sadaka yako hiari kwa namba iliyoandikwa sadaka. Lakini pia unaweza kanifuata ukaniambia, mtumishi wa Mungu, nimefunguliwa, ukanipa ushuhuda kwa namba iliyoandikwa WhatsApp, au ukasema mtumishi wa Mungu nahitaji kufuatilia zaidi. Utakuwa unaona kwenye status yangu ninapoweka maombi mengi hapo. Lakini pia kuna channel yetu ambayo unaweza kujiunga ukawa unapokea maombi moja kwa moja kwa njia ya WhatsApp kupitia channel yetu ya Maombi ni Dawa. Mungu wa mbinguni akubariki, akutendee mema. Uwe na wakati mzuri.